Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 26 ya mwezi Septemba mwaka 2025, juma la 25 la mwaka C, mwaka wa kanisa. Na tukiongozwa na masomo misa siku ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Hagai, sura ya kwanza na ile sura ya pili ya kwanza mpaka ya 9. Huku somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka, sura ya 9 ya 18 mpaka ya 22. Karibuni tuweze kutafakari pamoja neno la Mungu siku ya leo. Tukianza tafakari yetu na somo la kwanza, kama nilivyokwisha kwa taarifa hapo awali ya kwamba inatoka katika kitabu cha Nabii Hagai, sura ya kwanza mpaka na ile sura ya pili aya ya kwanza mpaka aya ya 9. Kitabu cha Hagai ni mojawapo ya vitabu 12 vya manabii wadogo. Hagai alianza unabii wakati wa unabii wa Zekaria mnamo mwaka 520 kabla ya Kristo. Wawili hawa wanahitimisha kipindi cha mwisho cha unabii kwa Israeli. Mnamo mwaka 538, mfalme Koreshi Silas wa Uajemi Persian aliivunja ngome ya Babeli na kuwaruhusu Wayahudi waliokuwa utumwani Babeli kurudi Palestina na kujenga hekalu. Zerubabeli ndiye aliyekuwa kiongozi wa kikundi hicho cha Wayahudi wapatao watu 50,000. Aliwaongoza kurudi Palestina akisaidiana na Joshua mwana wa Zadoki aliyekuwa kuhani mkuu kipindi kile. Wawili hawa waliwaongoza Wayahudi, kundi kubwa la Wayahudi, kurudi Palestina. Na miaka miwili baadaye, yani mwaka wa 536, baada ya kuwa wamefika, waliweza kuanzisha ujenzi wa hekalu. Na kipindi hiki, miaka hii miwili baadaye, walikuwa katika hatua ya msingi ya ujenzi wa hekalu. Ujenzi huo uliwashtua Wasamaria waliokuwa wakazi wa Palestina pamoja na majirani zao mbalimbali, wakihofia ujenzi huo wa hekalu kwamba unaweza ukawafanya Wayahudi kuwa ni taifa lenye nguvu kisiasa na kidini, hivyo kuwa tishio kubwa kwao, na wanaweza kageuka kuwa maadui zao wakubwa wakawashinda nguvu. Hivyo walipinga shughuli zote za ujenzi wa hekalu na shughuli hiyo ikawa imesimama. Ujenzi wa hekalu ulisimama kwa kipindi cha miaka 16 mpaka mwaka 520. Mungu alipomuita Hagai pamoja na Zekaria kama manabii wake ili wawahimize Wayahudi kuendelea na shughuli ya ujenzi wa hekalu iliyokuwa imesimama kwa kipindi cha miaka 16. Ilivyokuwa ni bahati njema, Dario mkuu aliyekuwa mfalme wa Uajemi toka mwaka 522, akiwa na kipindi cha miaka miwili tu madarakani, yeye alipenda masuala ya kidini katika utawala wake. Huyu alikuwa ni mfalme wa Uajemi ambaye alitawala eneo kubwa na Palestina pamoja na Uyahudi ikiwa ndani ya utawala wake. Hivyo aliwaunga mkono Wayahudi katika shughuli hiyo ya ujenzi wa hekalu. Pia katika kutimiza adhima yake hiyo, alipambana na wafalme wote ambao waliozuia au walioweka pingamizi la ujenzi wa hekalu. Hivyo kutoka katika somo la kwanza siku ya leo, neno la Mungu linawapa nguvu ya kuendelea na ujenzi wa hekalu. Neno hili linampa nguvu Zerubabeli aliyekuwa ni kiongozi wa Wayahudi kipindi hicho, na Yoshua ambaye aliyekuwa kuhani mkuu, kiongozi wa kidini kipindi hicho, pamoja na Wayahudi wote, ya kwamba wanapaswa kuendelea na ujenzi wa hekalu. Na hili ni neno la Mwenyezi Mungu, ni agizo la Mwenyezi Mungu ya kwamba wanapaswa waendelee na ujenzi huo. Japo sura ya hekalu hili jipya itakalojengwa, sura yake ni ya kimaskini, ni tofauti na hekalu la kifahari ambalo lilijengwa na Suleimani. Hivyo lakini kwa nyakati zijazo, utukufu wa hekalu utapita ule utukufu wa hekalu la kwanza lililojengwa na Suleimani. Ni maneno haya ya Mwenyezi Mungu ya kuwapa moyo ya kwamba wanapaswa waendelee na ujenzi wa hekalu. Hivyo hivyo katika hali hiyo ya kimaskini, tunafahamu kwamba kundi hili ambalo lilirudi kutoka utumwani lilikuwa ni kundi kubwa, idadi kubwa ya watu, wapatao watu 50,000, ukilinganisha na idadi ya watu Wayahudi wachache kabisa waliokuwa wamebaki.
na asilimia kubwa walikuwa ni watu wasiokuwa na uwezo, wasiojiweza, wazee na kina mama. Lakini kundi kubwa, nguvu kazi kubwa ni ya watu 50,000 ambayo ilikuwa imetoka Babeli utumwani. Na sasa kipindi hiki wanarudi, walikuwa bado katika hatua za mwanzo kabisa za ujenzi wa taifa lao na hekalu likiwemo. Kwa hiyo hawakuwa na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi. Hali yao ilikuwa ni duni, na hivyo Mwenyezi Mungu anawaeleza kwamba katika hali yao hiyo duni wajenge na waendelee na shughuli ya ujenzi wa hekalu. Katika udhaifu wao huo na hekalu ambalo watakaolijenga kutokana na hali yao duni, awali itakuwa ni hekalu la kimaskini, hekalu duni, lakini baadaye litapata utukufu wake kadri ya siku ambavyo zinavyozidi kusonga mbele. Lakini jambo la kwanza, wanapaswa waanze hatua hiyo ya ujenzi wa hekalu mara moja. Kwa maneno haya Mwenyezi Mungu anawapa nguvu, anawapa hali, anawapa moyo na anawapa msukumo zaidi ya kwamba wanapaswa waendelee na shughuli hizo za ujenzi wa hekalu. Hekalu kwa ujumla wake linaleta amani, kwani kupitia hekalu ni ishara ya mahusiano yao wao na Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao. Kwa hiyo hekalu ni kiini kabisa cha maisha ya Wayahudi. Hivyo uwepo tu wa hekalu ulileta matumaini, ulileta amani, ulileta furaha, na ikiashiria kwamba wana mahusiano mema na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yuko katikati ya jamii hii ya Kiyahudi. Kwa hiyo hekalu vile vile ilikuwa ni sehemu pekee ya kufanyika ibada mbalimbali kwa Mwenyezi Mungu, kutolea sadaka mbalimbali za kuteketeza za wanyama kwa Mwenyezi Mungu. Hekalu vile vile ni moyo wa ibada ya Kiyahudi. Haikuwa rahisi sana kumtenga Myahudi pamoja na hekalu lake. Hivyo hekalu katika tafsiri hiyo nayo yote iliyobeba ilikuwa ni kitu cha fahari sana kwao. Na kutoka katika injili ya leo ambayo inatoka katika injili ya Luka sura ile ya 18 mpaka ile sura ya 12, Yesu anawauliza wanafunzi wake ya kwamba makutano wanasema ya kwamba mimi ni nani? Wako wengine ambao waliodhani ya kwamba Yesu ni Yohane Mbatizaji, wako wengine waliodhani ya kwamba Yesu ni Elia, na wako wengine waliofikiria kwamba Yesu ni mmojawapo wa manabii wa kale. Majibu yao hayakuwa mbali na ukweli, japokuwa hayakuwa sawa sawa. Ni wazi na ni dhahiri shahiri ya kwamba Yesu alikuwa amebeba ujumbe ambao unahusiana na wokovu wao, lakini hawakuweza kumtambua ipasavyo. Na baada ya majibu hayo, Yesu anauliza mitume wake kwamba na ninyi mnadai ya kwamba mimi ni nani? Na Simoni Petro anajibu, wewe ndiwe Kristo wa Mungu. Kutokana na jibu hili, Yesu bado alijatosheleza na alijamshibisha zaidi. Anawaeleza ya kwamba japokuwa yeye ni Kristo, ni mpakwa mafuta, ni Masihi wa Mungu, lakini imempasa vile vile kupitia katika njia ya mateso mengi. Imempasa vile vile kupitia katika njia ya kukataliwa na wazee na makuhani na wakuu wa makuhani na waandishi, lakini vile vile zaidi ya yote atauawa. Katika kuuawa kwa Yesu habari haishii hapo, lakini zaidi ya yote atayashinda na mauti, atafufuka kutoka wafu. Haya yote yanatokea ili kuweza kutuletea sisi wanadamu wokovu ambao tulikuwa tumeanguka katika dhambi. Sasa jambo la msingi ambalo tunaweza tukajifunza ni hili. Tambua ya kwamba daima kitambulisho cha Yesu, cha Kristo ni msalaba. Kutoka kwa Kristo na kutoka katika msalaba wake sisi tumekombolewa na tumeupata uzima. Hali kadhalika kitambulisho cha Mkristo yoyote yule ni msalaba, msalaba wa Kristo. Kwa hiyo msalaba ni kitu cha msingi na ni cha lazima katika maisha ya Mkristo yoyote yule. Yeyote ambaye ni mfuasi wa Kristo, utambue hayo ya kwamba Yesu alipita njia ya msalaba mpaka akatuletea wokovu wa maisha yetu. Kama hautaki msalaba, basi wewe haumtaki Kristo. Wako wa Kristo siku hizi ambao wanamchagua, wanamnyumbulisha na wanamchambua Yesu. Wanamtaka Yesu yule ambaye ni mtenda miujiza peke yake. Lakini Yesu aliyekataliwa, Yesu aliyeteseka,
Yesu aliyekufa msalabani. Walio wengi wamtaki. Ndio haya majibu sasa yana majibu yetu yanataka kufanana na majibu ya makutano ambao walioulizwa akasema huyu ni Yohane Mbatizaji. Kwa hiyo Yesu ambaye unayemtaka ni wa mtindo huo wa ubatizaji wa kuondoa dhambi peke yake. Au wengine wanasema huyu ni Elia. Kwa Yesu unayemtaka ni wa design hiyo, nabii tu kama alivyokuwa Elia na vitu hivyo, mtenda miujiza na nini. Au wengine wanasema ni mmoja wapo manabii wa kale. Na sisi kadhalika leo ndio tunataka hivyo. Tunataka Yesu ambaye atakayetuponya, Yesu ambaye hata tueleza ukweli kinagaubaga, Yesu ambaye atatuvumilia katika dhambi zetu na kutuacha katika dhambi, Yesu ambaye sisi tunaweza tukamwendesha kama jinsi tunavyotaka, wala sio sisi kusikiliza kile ambacho Yesu anakitaka. Ukishafika hapo ndugu zangu, umepotoka kwa kiasi kikubwa sana. Na tunashuhudia katika dunia ya leo, tunataka Yesu ambaye sisi anatimiza yale ambayo tunayoyataka sisi, lakini si sisi kutimiza yale ambayo yeye anatuagiza tufanye. Hatumtaki Yesu anayetuagiza tuishi kwa upendo, ila tunamtaka Yesu ambaye anafanya yale ambayo tunayoyataka sisi. Tunamtaka Yesu atende kupitia nguvu